pindi nilipomwona, mtazamo wangu juu ya matajiri ulibadilika. Au ni nani anayeweza kufanya chochote kwa ajili ya mtu mwingine kwa siku hizi? Hakuna kitu kama hicho kabisa. Leo umethibitisha uaminifu wako kwangu. Najihisi nimefanya kitu kizuri maishani kwa kukufanya wewe kuwa mkwe wangu. Bibi, kwa nini? Suresh, asante sana. Kama isingelikuwa wewe kunisaidia, basi yote haya yasingewezekana. Sawa jamani, mimi naenda. Subiri kidogo kijana. Vile vitu alivyokupa mkwe wangu, naomba virudishe. Mimi nitakulipa kiasi chochote cha pesa utakachohitaji. Kiukweli, nataka vitu hivyo vibaki nyumbani kama hautojali. Samahani kwa usumbufu. Sihitaji kitu kingine zaidi. Asante sana. Mwanangu, njoo hapa. Chukua. Na usichezee tena mali za mama yako. Nafikiri umenielewa, si ndio? Akash, mpatie kijana pesa, iwe kama fidia yake. Abi, kuna nini? Taarifa zinasemaje? Polisi wanasemaje? Natumai umeniokoa, haujanitaja, si ndio? Abi, najua unachokifikiria kabisa, lakini samahani. Abi, wewe ni mtu maarufu. Wewe niamini mimi, kila kitu kitakuwa sawa kwenye hii kesi. Tafadhali niamini. Kama jina langu litatajwa kwenye hii kesi basi... Kutaja. Hakukuwa na sababu hiyo. Unamaanisha? Kwa kulinda heshima yangu, Pragi aliweza kukubali kuchukua lawama zote. Sielewi kwa nini msichana kama yeye ameweza kufanya hivyo. Hakuweza kujifikiria hata mara moja. Ameweza kuniokoa kwa kuweka rehani maisha yake. Hebu tuende. Bibi, hizi hapa. Chukua mwanangu. Zisipotosha utaniambia. Asanteni sana. We Abi, nilikwambiaje? Hii ni bahati yako. We mpuzi. Huyu mwanamke ana bahati sana, ameweza kukuokoa. Utakubaliana na mimi eh? Nilivyomwangalia mara moja tu nilijua yeye ni mmoja kwenye milioni. Ndio maana nilimchagua yeye kwa ajili ya Abi wangu. Ni msichana wa daraja la kati tu, ndio anayeelewa umuhimu wa ndoa na hujenga familia bora kwa sababu ya tabia zake nzuri, na sio kama wasichana wa kileo walobanwa na mitindo na kujisikia sana kwamba wako juu. Sasa wao wanawaza tu kuongelea mapenzi, ila ukifika muda wa kuthibitisha penzi lao hawako kama vile wanavyozungumza. Wao hupenda kujifikiria wenyewe tu na sio mtu mwingine. Tukiachana na hao, wengine ni wake ambao wao mahitaji ya nyumba yanapoongezeka wanaweka rehani kila kitu, na hicho ndicho wanaume wanakihitaji. Mimi naondoka. Mwanangu, sina neno lingine zaidi ya kukushukuru tu wewe. Tukiachana na yote tuliyomtendea dada yako, umeamua kuyaweka kando na kuisaidia familia yangu. Mungu azidi kuibariki familia yako. Na Akash, natamani awe na busara ili aweze kujua kosa lake, na kingine pia aweze kumkubali dada yako na kufanya uamuzi sahihi.
Bibi amesema kile ambacho kipo ndani ya moyo wangu. Pia tukiweka hizi hisia zangu za kipumbavu pembeni, heti nilikuwa nafuatilia mabinti ya kitajiri. Na leo hata hivyo hizo pesa hazikuweza kumwokoa Abi katika matatizo. Kiukweli Pragya ndo mtu aliyemwokoa kaka. Yaani kama matatizo yangekuwa yanaweza kutatuliwa kwa kukimbiwa, basi kila mtu angeweza kufanya hivyo ili kuyatatua matatizo. Umenisikia Tano? Kama kukaa nyumbani kungeweza kutatua matatizo, basi hakuna ambaye angeondoka nyumbani kabisa. Endelea kumfikiria tu yule mpuuzi ambaye ameanza kujiingiza kwenye maisha ya Abi. Kiukweli nachanganyikiwa sana. Inakufaa wewe. Kwa nini unalitolea macho sana? Halafu mpaka leo hii umemsababishia kaka yangu matatizo. Yote ni kwa sababu yako. Alia, mimi nimevurugwa, sijui nifanye nini. Najikuta najiongelesha tu mbele ya Abi. Nimesema sitaki kujiingiza kwenye hii kesi. Hata sijui Abi atanifikiriaje. Anaweza kufikiria kwamba nimekuwa mbinafsi. Wow. Yaani badala ya kuongelea matatizo yaliyompata kaka yangu, unaongelea matatizo yako tu peke yako. Vizuri. Sasa kuna faida gani ya kusema haya yote? Wewe niambie tu nifanye nini kwa sasa hivi? Yule mpuuzi anacheza mchezo kujiingiza kwenye matatizo ili tu amtoe Abi kwenye matatizo. Yaani amepanga mpango mzima ili mtu yoyote asimnyoshe kidole. Anachojaribu ni kuniweka mbali na Abi. Alia, inanibidi nimrudishe. Tulia Tanu. Sasa wewe unamtaka mchumba wako na mimi namtaka kaka yangu pia. Nitakusaidia. Lakini kivipi? Alichokifanya yeye ni kujionyesha mwema mbele ya macho ya bibi na macho ya kaka. Sio mbaya. Usijali Tanu. Na wewe fanya hivyo. Sasa nawezaje kufanya hivyo? Mimi ni mwanamitindo, sio mwigizaji. Nawezaje kufanya maigizo kama yake? Naigizaje sasa? Tulia mpenzi. Hivi unajua tatizo lako ni nini haswa? Hauna subira. Hivi umeshawahi kumuona yeye kweli? Anafanya vitu vyake kwa utulivu sana. Kama sisi tunatakiwa tumshinde yeye, tunatakiwa tuwe kama yeye vile vile. Sasa unatakiwa usubiri na kunisikiliza mimi nitakwambia nini unachotakiwa kufanya. Kuwa na subira. Tutaendelea kusubiri mpaka lini? Wakati huo msichana anaendelea kujiachia na Abi. Halafu nitulie. Nikitulia nitaumwa isee. Siwezi kutulia kabisa. Kwa sababu Abi atapotea maishani mwangu. Yaani sijui hata kwa nini nilisisitiza kuendesha. Yeye alikuwa akitaka tu kunifundisha na ndio hapo hiyo ajali ikapata kutokea. Nilikuwa naogopa sana na ndio maana akajibebesha lawama zote peke yake. Ulimlaghai Purab kwa ajili ya pesa, ukalichukua penzi lake kutoka kwa Alia na rafiki yangu kutoka kwangu. Sasa nitakufundisha adabu wewe. Wewe ndio uliharibu maisha yetu tangu ulipokuja katika maisha yetu. Umekuja kutibua kila kitu na kuumiza nyoyo zetu tu. Kwanza kwa Alia na halafu kwa Purab na umeidanganya hata familia yako. Au! Huyu msichana ni nani? Anachanganya kweli. Mimi nimemtesa sana yeye, lakini ameamua kunisaidia. Kwa nini lakini? Nini itakuwa sababu? Kuharibikiwa kwangu, alitakiwa jisikie vizuri. Kama unanichukia sana na hutaki kuniona sasa, kwa nini umekubali kuchukua lawama kwa ajili yangu? Ni sababu gani ambayo imekufanya ufanye hivyo? Kama kuishi na mimi ni adhabu kubwa kwako, sasa ni kwa nini umekubali kuniokoa kutoka kwenye kifungo? Ulitakiwa niende jela. Ungekuwa umeshinda bahati nasibu. Ali angekuwa na wakwe zake na mimi ningekuwa jela, na wewe ungemiliki nyumba yote. Na pia ungeweza kufanya unavyotaka, kutumia pesa kadri utakavyokuwa unataka. Kwa sababu kwa kutumia uchawi wako tayari umeshamroga bibi yangu. Sasa kwa nini? Kwa nini umeamua kunisaidia? Uko sahihi kabisa. Kama ungeenda kufungwa jela, ningekuwa mmiliki halali wa hii nyumba. Ningefanya kama nitakavyo. Ningeenjoy kadri niwezavyo, lakini tatizo ni kwamba wale watu ambao wamenileta ndani ya hii nyumba, pesa ni mahitaji tu katika maisha, lakini sio maisha yenyewe. Sijui umenielewa. Nyumba ambayo nimelelewa
Inawezekana anga tusione kutokea juu, lakini yeye Mungu aliyejua anatuona sisi. Hajawahi kutuacha tulale na njaa ama kutuacha tushinde na njaa. Mimi sijali kuhusu hizi starehe zako. Mimi sitaki utajiri wa kumilikiwa na watu waovu. Ila kama umeniuliza swali, kwa hiyo subiria majibu. Nilichokifanya sijakusaidia wewe, bali nimejisaidia mimi mwenyewe. Nakubali hata kama sina bahati, lakini jina langu na maisha yangu yote. Kwa hiyo jina langu pamoja na maisha yangu yote vimeungana na wewe. Kama kitu kibaki kikupata, basi watu wote familia yangu ambao wananizunguka wataathiriwa pia. Jambo ambalo kama siwezi kuliruhusu. Sijui kwa nini umeamua kufanya yote hayo, lakini asante. Pindi unaponinyanyasa, unaponitesa, basi hata shukrani unayotoa haina tofauti yote kwangu. Nachokijua peke yake ni kwamba kama leo hii ungeenda jela, watu ambao wangeumia sana ni bibi yako pamoja na mama yangu. Hukuweza kuliona hili, ndio maana hata haujui jinsi ambavyo bibi aliwataja wale mapolisi. Hakuweza kabisa kuvumilia kukuona ukienda jela. Na kama hii kesi basi ingeendelea, basi mama yangu angekuja kujua pia kwamba usiku ule ulikuwa pamoja na Tanu. Maisha ambayo tunaishi sisi yeye yanampa furaha sana. Na mimi sitaki ajue kabisa kwamba Tanu yeye anakujali na mimi nakujali pia. Kama furaha yake isingekuwa na maana yoyote ile, basi kukuokoa kama nisingethubutu. Najua kinachoendelea kati yako wewe na huyo mtu wako Suresh. Unaweza kustaajabu nimejuaje hili na nini nitachokifanya kesho. Nitaenda kuomboa. Nitaweka mambo yako mabaya yote hadharani. Ndio hiko ambacho nitakifanya. Sijui ni kwa nini umeamua kufanya hivi, lakini asante. Wewe Pragi, unafanya nini? Tanu, hebu angalia. Anaonekana kabisa bado amelewa huyu. Tunaweza tukamwambia chochote? Sup, nimesikia kwamba kama utajimwagia supu ya moto usoni mwako, basi sura itaumuka. Unataka kujaribu? Usitoe macho bwana, ha? Wazo langu linaweza kuwa tukio kubwa. Hebu Tanu, usiwe mkorofi sana, sawa? Angalau kuwa na ubinadamu. Kuna anayeweza kuongea hivyo na wifi yako? Na yeye anachofikiria kwamba kumsaidia Abi ndo amejihakikishia maisha yake, lakini sio kweli. Maskini Pragi anamuonea huruma kwamba baada ya harusi yangu itambidi aondoke humu ndani. Kwa heri ya kudumu wifi. Alia, leo sijapaka rangi kabisa. Mbaya sana. Wewe uliweka nguvu zako zote ili nianguke. Lakini kabla ya kufanya hivyo ilikubidi ufikirie kwamba supu hii inaweza kukumwagikia usoni pia. Pengine basi ungeweza kugundua wale ambao huwachimbia mashimo wenzao, mwisho wa siku huishia kudumbukia wenyewe. Umeona sasa jinsi kalivyokuwa kajeuri? Nimeona na nimepuuzia. Unatakiwa ujifunze hili pia Tanu. Kazi yako wewe ni kumwangalia kaka tu na sio yeye. Umeshavunja moyo wake mara mbili sasa. Unajua kaka jinsi alivyo. Mara ya kwanza umemwacha peke yake na mara ya pili, na leo asubuhi umethubutu kabisa kumuonyesha wewe jinsi ulivyo mbinafsi. Najua mimi siko hivyo. Hata wewe pia unajua hilo, lakini akili zimeniruka kwa sababu ya huyu msichana. Hata sikumbuki ni lini nilikula chakula cha usiku na Abi. Kila nikipanga yani kila kitu kinavurugika. Kwa hiyo nenda. Chakula cha usiku ni mpango mzuri. Toka na kaka. Abi amenikasirikia, sijui kama atakubali. Usijali. Mimi nipo. Lazima nimshawishi kaka. Kuna kitu tutakifanya, usijali. Yaani muda unakwenda kweli. Yaani, utafikiri tumekuja leo. Nyakati nzuri zinakimbia, huwezi kujua. Yaani mimi hata sisikii kuondoka. Nani sasa aliyokuambia uondoke? Mhamisheni tu mwanao hapa.
tuishi wote kwa pamoja. Hapana. Tutaongea yote baadaye. Tunatakiwa kufanya maandalizi ya harusi. Watamalizia, waache. Njoo Alia, kula chakula. Hapana bibi, baadaye. Bibi, hauoni kama hizi sherehe zote zilizofanyika hapa zinachosha? Uko sahihi. Namaanisha ya kwamba sherehe zote hizi zimefanyika nyumbani, zingine tuzifanye nje ya nyumba, si ndio bibi? Wewe nenda unapopataka, tunafurahia tukiwa hapa. Jamani bibi, unajua kwa amri zako zote nimekamilisha mila zote. Binti mzuri, nimefanya sherehe zote kulingana na maelezo yako. Vizuri sana binti. Kuna kitu lazima kifanyike kama ninavyotaka, kwa hiyo kufanya sherehe nje ya nyumba hii inafaa bibi. Wewe nenda popote unapopataka, lakini usituambie sisi tuende. Hatuendi. Kwanza ni nani aliyekwambia? Jamani bibi, unapenda kujifikiria mwenyewe tu. Tufikirie na sisi pia. Na kaka, hebu jaribu na yeye kumfikiria bibi. Kesi ya polisi imempatia sana msongo wa mawazo. Hata hivyo, anahitaji kupumzika pia. Hilo ni wazo zuri. Mwanangu hajatoka kwenda popote siku nyingi. Amesahau hata mziki wake. Ameboreka. Mchukue. Ni vizuri abadili mazingira. Abi? Ndiyo bibi. Alia alikuwa anataka kutoka. Nenda naye. Abi, Pragya haonekani. Pragya? Na bibi. Mnajua matatizo yote yamekwisha kwa sababu yake. Na yeye ana haki pia ya kusherehekea. Na yeye anakuja? Atakuja ndio. Yeye na Abi. Namaanisha ya kuwa bibi, wifi ana mambo mengi sana ya kufanya. Kwa hiyo, kwa nini tumsumbue? Unataka faragha? Nenda wewe na Purabu. Pragya ataenda na Abi. Lakini bibi, tunaenda wapi? Chakula cha usiku. Hamjawahi kwenda hata mara moja. Mpeleke leo. Bibi, baada ya harusi ya Alia tutakula chakula cha usiku, hata cha mchana, sawa? Hata baada ya harusi utampeleka. Mpeleke na leo. Sikiliza, kama ile siku ya fungate usimwache Pragya kokote. We mwenyewe unajua kitakachotokea. Nitaondoka na hawa wanawake na kwenda Ludhiana! Alafu Tanu, nilikuwa nakufikiria wewe. Utafanyaje sasa? Unaonaje kama wewe ukijichukulia yule jamaa yako wa matangazo? Kwa sababu ninachokiona utatuharibia shughuli yetu bila sababu yoyote ile. Mungu wangu, kwa nini mipango yangu yote inaharibika? Kwa sababu ya huyu mpuuzi. Ndiyo baba. Nimekumbuka, leo ni siku yako ya kuzaliwa. Ndiyo, kila siku lazima nikumbuke. Inakuwaje nisahau sasa? Mwanangu, vizuri, haujasahau. Kwa hiyo basi usisahau kumleta Raj kesho. Nimeandaa sherehe kidogo na marafiki zangu wanataka kumwona Raj. Baba, mimi siwezi kukupa uhakika kuhusu Raj. Wewe unamjua vizuri jinsi alivyo. Yaani yeye huwa anachukia sana masuala ya sherehe. Lakini mwanangu, mimi mbona tayari nimeshahidi marafiki zangu. Sikiliza, wao watakuja kwenye hii sherehe tu kwa ajili ya kukutana na Raj. Sawa baba, sasa mtajaribu kumshawishi, lakini sikuahidi. Sawa. Bye. Baba naye. Sasa mimi nitawezaje kumshawishi Raj? Najua tu hataweza kunisikiliza. Yaani ni ngumu sana kuweza kumshawishi mpaka anielewe. Kazi kweli kweli. Ndiyo baba. Najua kwamba leo ni siku yako kuzaliwa. Sawa, hamna shida. Mimi pamoja na Raji tutakuja kwenye sherehe yako. Ndiyo, nakuahidi mimi na Raji tutakuja kwenye sherehe yako. Wewe Nini? kwa nini umeahidi? Haujui kama ni tamasha la muziki la Alia? Ndiyo, mimi najua. Ndiyo baba, nakuahidi tutakuja. Lakini tukija huko tutaondoka mapema. Hivi si unamjua Alia wifi yangu Leo ni sherehe yake. Kwa hiyo itatubidi hata sisi wote wawili tuwepo pale. Sawa? Sasa hii simu inahitaji tena wakati mimi nilikuwa naongea na baba. Wewe. Wewe, kwa nini unajifanya kama utanipeleka mimi kule? Unamdanganya babako. Sasa ningefanya nini? Kama ningekuambia hili swala moja kwa moja wewe ungekubali kwenda? Ningeweza kukubali kama ungeniambia pale pale. Lakini sasa sitoweza kwenda.
Raj, baba huwa anakuita wewe kila wakati na hujawahi kwenda. Hajisikii vizuri. Moyo wake pia una matatizo. Anasherehekea sherehe yake ya kuzaliwa kwa ajili yetu. Mimi naogopa isije ikawa hii ndio sherehe yake ya mwisho. Tatizo la moyo? Kwa nini kuniambia mapema? Ningekwambia ungefanyaje? Ndio ungeenda kumuona au? Una uhakika naumwa sana? Ndio. Hivyo unadhani mimi naweza kuongea uongo kuhusu babangu? Basi sawa, tutaenda kesho. Tutaenda wote kumuona kesho. Lakini tutarudi mapema, sawa? Sawa. Muda ukifika uwe tayari basi. Mitali, mume wako inawezekana kawa ni mjanja sana, lakini inapokuja swala la mke wako ni lazima uiname. Ana tabia mbaya sana huyo. Nimepoteza shukrani zangu kwake. Sijui kwa nini nilifanya vile. Endesha vizuri gari, la sivyo utakwenda kuishia sehemu nyingine ambayo Mimi naendesha vizuri wewe. Sio kama wewe ambaye unaendesha kwa kutumia mdomo wako. Ati? Utakumbukaje sasa? Ngoja, nitakuonyesha jinsi ulivyokuwa unaendesha. Gari inakimbia spidi. Yote ninakimbia. Ai, ona gari wewe. Sogea ni kama gari inakuja. Sogea. Unafanya nini? Hebu sikiliza. Kwa nini? Unakereka mapema sana eh? Nadhani sasa umegundua kile nilichokuvumilia. Sawa, nilikuwa nimeelewa lakini sikuwa nikijielewa. Samahani. Samahani? Ikiwa hukubali shukrani zangu, kwa nini kubali shukrani yako? Sawa, fanya utakavyo. Bado unaendelea tabia yako eh? Nitakuonyesha. Unafanya nini wewe? Nafanya ninavyotaka. Endesha vizuri. Hii ni gari, sio roketi. Rocket? Kama unataka rocket bwana. Kama ni rocket, hii hapa. Hii ni zaidi ya rocket. Umefurahi eh? Furahi. Kuna umezima kiyoyozi? Kama utaki kupunguza mwendo wa gari, hakuna kuwasha kiyoyozi. Toa mkono. Sitoi mkono. Nimesema toa mkono. Sitoi mkono. Aus! Acha, sikia. Usiniguse. Kama kidonda changu kitajua umekigusa, basi kitauma zaidi. Kwa sitaki kuniguse. Mungu wangu. Ni nzuri sana hii. Nilikuwa nashangaa kama hii inaweza isitoshe. Dada, unasema inatosha? Kuna watu wengine wanatoa vitu vya thamani zaidi ya hivyo. Ni dada yake na Abi wa pekee. Lakini sawa. Hivi ni kwa nini anafanya yote haya? Kila kitu kitarudi tena, lakini kitarudi kwenye hii nyumba. Hawa watu hawajui kabisa jinsi gani ya kuhifadhi pesa. Habari bibi. Habari mwanangu. Asante. Ubarikiwe. Ubarikiwe mwanangu. Kaa chini mwanangu. Nimefurahi umekuja. Bibi umenipigia, kuna kitu cha dharura? Ndiyo mwanangu, nimekupigia. Nataka uone hivi vyote na uniambie mwanangu, kama vinatosha au unaonaje mwanangu? Bibi, yote ni ya nini? Hii inamaanisha ya kwamba tutavipeleka hivi vyote nyumbani kwako na Alia. Ndo mahari? Hapana mwanangu, hii sio mahari. Hii inaitwa alama ya urafiki. Samahani bibi, siwezi kuchukua zote hizi. Bibi, mimi nitafurahi kama Ali atakuja nyumbani kwangu mikono mitupu. Subiri. Alia, hautaki kufikiria kabisa kuhusu mimi. Badala ya mimi, umempeleka ule mpuzi na Abi. Nashindwa kuelewa. Hivi unanifanya nionekane mzuri kwa bibi au mpumbavu? Hebu Tanu, kaa hapa. Kama unashindwa kuniamini hata mimi, basi angalau amini hata hilo penzi lako. Unajua kaka anakupenda na hawezi hata kumfikiria huyo mtu mwingine zaidi yako wewe Tanu. Hatimaye atakuja kwako tu mpenzi. Na wewe, yani unashindwa kuona kitu kingine zaidi ya matatizo yako tu.
hauwezi kuona kwamba kunaweza kuwa na shinikizo upande mwingine? Shinikizo gani? Kweli Tanu, hauwezi kuona kwamba yule Surapana ametingwa na kazi na anajaribu kuleta familia yake yote kwenye nyumba hii? Familia yake? Jamani Tanu, ina maana wewe huoni jinsi ambavyo familia yake yote imekuja kwenye sherehe zangu zote? Hujaliona tu hilo? Na yule mjomba wake ana biashara ndogo ya kuuza chakula, na aliweza pia kuhudumia chakula kwenye sherehe yangu ya Hina. Na hilo halikutosha, alithubutu kumleta mtoto wake pia. Hiyo siku haiko mbali ambayo watapewa biashara ya chakula nje ya nyumba hii, na wao hawatafanya hilo tu. Na pia siku zinavyozidi kwenda, familia yote ya Surabapa wataanza kuuza sahihi za kaka, mavazi yake pia, na taratibu watazuia. Mwisho wa siku atakuja kukaa hapa, na unajua nini? Hawatakuwa na mtu yoyote wa kuwazuia. Kwa nini? Kwa sababu bibi anawaunga mkono. Kwa hiyo huu ndo mpango ule mpuuzi, kupata pesa mlango wa nyuma na sio wa mbele. Aise, hata siamini kabisa. Mimi ndo mtu pekee ninayetakiwa kuwazuia Tanu. Lakini kivipi? Mjomba wake anahudumia chakula na hata sherehe yangu ya mziki, si ndio? Vipi kama kutakuwa kuna kitu hakiko sawa kwenye chakula watakacholeta? Mategemeo yao yatalamba vumbi, na mpango wao ni lazima utafeli mbele ya macho ya bibi, na kuhakikishia wataaibika. Hapana, Ali anataka kuidhalilisha familia ya Pragya kwenye sherehe ya mziki. Nitamzuia, lakini sijui Ali anapanga nini. Mungu wangu, pesa zote hizi ni za nani? Za nini? Unamaanisha nini? Ni za kwetu. Hata hivyo ni kwa ajili ya chakula cha sherehe. Lakini zimetoka wapi? Nimechukua mkopo. Nini? Mkopo? Wewe, sio kiasi kubwa hivyo mpaka upige kelele. Mimi nitalipa. Ulimshirikisha nani kwenye hilo? Mbona umeanza tena? Vipi mtu akitusikia? Ache tu asikie. Kwanza ulinificha ulipokuwa unaenda kuchukua mkopo. Halafu sasa hivi unasema nifunge mdomo wangu. Sweetie, kumetokea nini? Kabira atakuwa ameficha nini? Wifi, hebu muulize huyu. Yeye ameenda kuchukua mkopo ili akapike kwenye ile sherehe. Kabira, umechukua mkopo? Ni kwa nini umechukua mkopo? Hivi unajua, ukishachukua mkopo unapoteza usingizi na unakosa amani. Umeshaniona mimi jinsi gani nafanya kazi na natumia nguvu, lakini bado nimekabwa na mikopo. Sasa kwa nini wewe umechukua mkopo? Nimechukua mimi mkopo, hafu nyie mnakuwa na wasiwasi. Hii ni kwa ajili ya biashara yangu tu na hakuna kitu kingine. Kwa kuwa nawapikia wale matajiri, nafikiria kununua vyombo vipya, na ndio maana nimechukua mkopo. Dada, kama kila kitu kitakuwa sawa na kama watakipenda chakula, basi biashara hii itarudisha mkopo ndani ya oda 2 au 3. Mama, mjambo iko sahihi kabisa. Mama, mtu anatakiwa akope ili kupanua biashara. Na isitoshe pia hii ni biashara nzuri. Kama chakula kitakuwa kizuri, maandalizi pia yatakuwa mazuri, basi oda zote mjomba anaweza kazipata. Nakuja sasa hivi mama. Lakini Kabir, wewe... Dada, usiwe na wasiwasi kabisa. Mungu atasaidia na kila kitu kitakuwa sawa. Unataka nini sasa Purab? Kilichokutuma unipigia simu kitu gani? Bulbul, sijapiga kwa ajili yangu. Kuna kitu muhimu nataka kukwambia. Chochote unachotaka kusema kwenye simu. Bulbul, niko nyumbani, nitawezaje kuongea sasa? Kuna mtu atanisikia. Hilo mimi wala sio tatizo langu. Sema chochote unachotaka kusema kwenye simu au niambie kesho kwenye sherehe, sawa? Umeelewa? Bulbul. Bulbul, jaribu kuelewa. Hii sio kuhusu wewe, ni kuhusu familia yako. Bulbul, hii ni muhimu sana. Tuonane. Sawa. Kuna mgawa karibu na nyumbani kwetu. Njoo hapo tukutane. Sawa, nakuja. Dunia imelala na anga limelala, barabara zimeenda kulala, hakuna pa kupita. Inafurahisha Watu ndio wanaendesha gari taratibu hivi. Hata watembea kwa miguu wameshatupita. Nikikimbiza gari tatizo, nikiendesha taratibu pia tatizo. Tatizo lako nini wewe? Ninasikia njaa bwana. Hata baada ya kutafuna utumbo wako bado tumbo lako halina kitu? Au una njaa wewe? Najua hilo. Bado ulichokuwa nacho ni hamu ya kutembelea hoteli ya nyota 5. Ndio maana unaniambia nikimbize gari, si ndio?
hoteli ya nyota 5. Si nitaendelea kubaki njaa? Oh, kwa hiyo unataka kula kwenye hoteli ya nyota 7 wewe? Angalia, hakuna hoteli ya nyota 7 kwenye eneo langu. Kama karibu na nyumbani kwenu kuna hoteli ya nyota 7, basi niambie, nitakupeleka huko. Nyumbani kwetu nyota hazipatikani katika hoteli, zinapatikana angani tu. Unamaanisha kibandani? Lakini chakula chao ni kizuri kabisa, sio kama hoteli zenu za nyota 5 hizo. Unashiba tu, sio kuridhika. Maongeze mdomo wako hawezi kubadili uongo kwa ukweli, sawa? Hata hivi kusema ukweli, vitu viwili vya muhimu vinahitajika: mtu anayezungumza ukweli na mtu anayesikiliza ukweli. Bahati mbaya kuna mtu anayezungumza ukweli lakini hakuna wa kusikiliza. Umeona bwana? Unanitania eh? Nakupa ushauri. Au nipe ushauri wewe? Unachonipa ni changamoto. Sawa, tutaenda kwenye hoteli uliyoichagua, lakini kwa sharti, kama chakula kiko kizuri basi nitalipia, lakini kama chakula sio kizuri basi kitachofanyika ni kwamba wewe utaenda kwenye hoteli nitakayoichagua mimi na wewe utalipia. Sikubaliana na sharti lolote lile. Naweza kukuamini na ikatokea umekipenda chakula lakini bado ukanidanganya kaishia matatizoni mimi. Kwa nini sasa mimi nidanganye? Sawa. Na pia kwa bibi. Sawa. Basi twende. Prof, sasa kwa nini umekuja na gari ya kukodi? Sikutaka kuzua tatizo. Vipi kama mtu angeniona kwenye gari? Tungezua tatizo. Tunaweza kwenda nani? Una hakika unataka kuweka dawa kwenye chakula cha hoteli hii? Fikiria tena, utapoteza. Kusema kweli mimi wala siogopi. Lakini labda wewe ndo hauna uhakika na kushinda kwako. Nimechoka kusikiza mjadala wako. Sijui hata nitaagiza chakula gani hapa. Ila sawa, sitakuruhusu ushinde. Twende. Habari mkuu. Tupe meza ambayo tutakuwa faragha. Sawa mkuu, naelewa. Karibu. Sawa. Unafanya nini wewe? Hebu wewe nini? Usinitoe mkono wangu bwana. Kama watagundua niko hapa basi watasumbua. Mkuu, sio huko, ni huku. Lakini Pura, wewe umejua vipi kama Tanu pamoja na Ali wana mpango mchafu? Umejuaje? Bulbul, nimewasikia Ali na Tanu wakiwa wanaongea. Na walikuwa wanaongea kuhusu chakula cha kesho. Mjomba ndiye ambaye atasimamia chakula. Na kama hitoshi pia akachukua mkopo mkubwa sana. Kama kuna tatizo lolote litatokea basi mjomba ataingia kwenye matatizo makubwa Pura. Sehemu gani hii? Yaani naweza kuwasikia hata watu wakiwa wanatafuna. Hapana. Hautaagiza wewe. Kwa nini? Kwa sababu unakujaga kwenye hoteli hii mara kwa mara, si ndio? Unajua fika nini ni kizuri na nini ni kibaya, na utambulisho siku zote hoteli nzuri huwa ni kwamba kila chakula kwenye orodha yao lazima kiwe kizuri. Kwa hiyo atakayeagiza nitakuwa ni mimi. Ni kitu gani ambacho Ali anataka kutoka kwetu? Siku si nyingi naenda kuliwa na wewe, lakini kwa nini? Ni kwa nini lakini anafuatilia familia yetu? Hivyo ndivyo alivyo. Kama hampendi mtu atataka kumdhalilisha mbele ya jamii. Hawezi kumdhalilisha Pragya moja kwa moja mbele ya bibi. Hapa ni lazima tufanye kitu. Ningemfundisha adabu yake yule. Kama dada asingeolewa katika ile familia. Ndio. Leta kwa kila mmoja. Mkuu, wewe una uhakika unataka kuagiza hivi vyote? Unamaanisha nini kusema nina uhakika? Unadhani mimi ni mwehu ama mlevi? Hapana mkuu, nilitaka tu kusema nakupenda. Samahani mkuu. Nani atakula vyote hivyo? Utakula wewe, ulitaka kula mgawani ndio maana tuko hapa. Alafu watu wote utakaokuona hapa wanaweza kufikiri kwamba wewe hauli. Kwa hiyo waonyeshe na ule. Hebu acha kujifanya nijali sana. Inaweza kaanza kuniingia kichwani. Unaridhikaga tu baada ya kutafuna ubongo wangu, lakini safari hii utatafuna baada ya kula chakula. Unataka nife kwa kuvimbiwa? Tangia lini umekuwa na akili kama hivyo? Pindi pale tu ulipoanza kuwa mkatili. Kwanza ulikuwa unanitesa sana. Sasa hivi unataka kuniua. Abi, mambo vipi? Ala, haujanigundua? Tulikutana kwenye kuandaa tangazo kule ambako uliliacha tangazo kwa sababu tu ya pesa. Unakumbuka? Huyu ni nani? Ni binti wa producer. Ninamaanisha, ni kwa nini umekuja naye hapa? Ala, umekuja naye hapa ili watu wasiwaone pamoja eh? Mjanja kweli.
Sikiliza, nitongozee na mimi basi. Hata mimi nina kipaji pia. Hata mimi pia naweza kufurahisha watu. Ninyoshe maelezo basi hapo mwanangu. Ni mke wangu. Kama utajaribu kuendelea kumwangalia na kumwangalia vibaya, basi nitakuwa. Huyu ni mke wangu mimi. Namaanisha kipenzi changu. Unajaribu kufurahisha, si ndio? Unafanya nini usiku huu? Maana mimi mwenzio huwa natamani watu kama nyinyi. Nisamehe bwana, sikujua kama ni mke wako. Samahani. Futa oda. Lakini oda yako inakuja mkuu. Nimekwambia ifute. Sawa mkuu. Tuondoke. Asante Ya nini? kwa ulichokifanya. Wala hauna sababu ya kufurahi, kwa sababu sijafanya kwa sababu yako. Sikuoni wewe kama mke wangu, ila sababu bibi anakuchukulia kama mjukuu wake na mama yako ananichukulia mimi mkwewe. Kama mimi nisingejali furaha zao, basi nisingekuwa na lazima ya kukuokoa. Tuondoke. Niwie radhi, nataka niende msalani. Huyu ni mke wangu. Kama utajaribu kumwangalia, basi naweza nikakuua. Umeelewa? Vura anafanya nini hapa? Bulbul, unafanya nini hapa? Dada, ni sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yangu. Anataka kunipa ofa kwenye huu mgahawa. Vizuri. Hata hivyo, wewe unafanya nini hapa? Bibi ametulazimisha tutoke pamoja. Sisi hatukuwa tukitaka kabisa, lakini... Utaona na maana gani? Wewe umekuja na nani kwani? Pamoja na shemeji yako. Mungu wangu, shemeji Bina iko hapa. Kama akija akatuona mimi pamoja na Pura kwa... Wewe, kuna nini? Si, umekuja na nani hapa? Au unataka kuniambia unamzunguka Ali, eh? Abi, unataka kusema nini? Natania bwana. Ila unafanya nini hapa? Ni hivi, leo tu nilikuwa nimeamua kuja kula nje, na kuna mtu ambaye aliniambia kuwa mgahawa huu ni mzuri, nikaona nije. Kwa chakula chao ni kizuri, eh? Vizuri nimeifuta ile oda ya chakula, la sivyo Miwani angeshinda bahati nasibu. Imekuwaje uko hapa? Mimi nimekuja naye. Dada, mbona kuniambia kama umekuja na shemeji Bi pamoja na mtu mwingine hapa? Alafu shemeji, kwani unajua kwamba chakula cha usiku cha kimapenzi hutaki kutoka na mtu mwingine? Hajaja na mimi na chakula cha kimapenzi. Chakula cha kimapenzi na iko pia na yeye. Alafu na wewe unatakiwa ujue kwamba usifuatane na wanandoa wapya utakapomwoa Alia, sawa? Alafu ina maana ndoa yako itakapofungwa pamoja na Alia, utawaita rafiki zako kwa ajili ya chakula cha usiku? Hapana, eh? Haya, amka sasa. Hebu acha hao wawili peke yao. Twende. Hapana, mimi sijaje nao. Nimekuja hapa kwa ajili ya chakula. Nimekutana nao kama bahati tu. Aje au asije na mimi kwa kweli sijali. Mimi naenda. Na kama unataka kwenda twenzetu. Hapana. Wewe utaenda na mimi. Mara ya mwisho ambapo nilikuacha peke yako, nilikukuta kituo cha polisi. Siwezi kufanya uzembe huo tena. Kwa hiyo twende. Dada, sana mimi naondoka. Lakini rafiki yako, dada, tayari nimeshampigia simu na nikamwambia kwamba tutakutana katika mgahawa mwingine. Hata hivi mimi sijapapenda hapa. Sawa. Kwaheri. Tano, kwa nini unaendelea kukasirika kama mtoto mdogo?
hatuna matatizo ya kutosha mpaka wewe ukasirike kiasi hicho. Unakuwaje wewe? Nakasirika kwa sababu wewe unajifikiria mwenyewe tu na sio mimi. Badala kumleta Abi karibu yangu, badala yake unamwacha na yule mpuuzi. Na ukishindwa kufanya hivyo, unaanza kuikandia familia yake. Nashindwa kuelewa, sijui unataka nini. Nataka kuijenga Taj Mahal. Nachotaka mimi ni kuwaunganisha wewe na kaka yangu na sio kingine, kwa njia ya kumwaibisha mjomba wake. Utapata nini sasa baada ya kumtukana mjomba wake? Kwa sababu atakuwa na huzuni kwa kipindi kifupi tu, atajifanyisha tu, halafu baadaye na kila kitu kitakuwa sawa. Tanu, bibi, unaenda wapi bibi? Unajua nimemnunulia Pragya nguo kwa ajili ya mziki, hivyo naenda kumpatia. Bibi, kuna watumishi wengi kwenye nyumba hii, wote tuko hapa. Kwa nini unafanya kazi sasa? Acha bibi, fanya kitu kimoja. Mimi niachie hivi na nitampelekea mwenyewe wifi Pragya. Sawa, nenda. Nimwambie chochote? Mwambie nimemtumia hizi nguo, anatakiwa kuvaa siku ya leo. Ni lazima kabisa azivae. Sawa bibi, kwa kuwa wewe ndio uliompatia hii, itabidi aivae. Nenda kapumzike. Mimi naenda ndani, naenda kupumzika kwa nusu saa tu. Vizuri sana Alia. Hivi unamtukana ama unajitukanisha mwenyewe? Kwa hiyo utaenda kumpa hizi nguo kama mfanyakazi wa ndani? Yaani kama wewe ungetumia nguvu zote hizi kufikiria badala ya kuongea, naamini ungekuwa mwanasayansi. Nina furaha kuwa mwanamitindo, sawa? Vyote vile. Ila unatakiwa kujua kwamba simpi hizi nguo. Lakini nitakachokifanya, natafuta njia ambayo yeye ataaibika. Unamaanisha? Iko wazi kabisa Tanu. Nitampatia hii nguo, lakini katika mzigo huu hakutakuwa na nguo aliyompa bibi. Nitaweka gauni lako. Hebu fikiria, unajua wazi kwamba bibi hajawahi kuzipenda nguo zako kabisa. Unajua hizi nguo za wanamitindo jinsi zilivyo, pata picha tu. Atakapovaa nguo yako na kwenda mbele ya bibi, sijui bibi atawazaje. Kama namuona yule bibi mwenye hasira.